Amen. Amen. Pray to God. Naomba nipunguzie mkono useme hallelujah. Hallelujah. Amen. We give God all the glory and we magnify his holy name. Tonight nataka kushiriki nanyi ujumbe ambao kichwa chake ni Understanding the Seasons of Life. Understanding the Seasons of Life. Kuelewa majira ya maisha. Praise be to God. Amen. Wapendwa, ni vizuri tuweze kuelewa kwamba maisha yako na majira tofauti. Praise to God. Ya, ni vizuri sana tuweze kuelewa ya kwamba maisha yako na majira tofauti. Kwa mfano, ukisoma kitabu cha Ecclesiastes chapter 3 ama Mhubiri 3, praise God. Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Utaona ya kwamba God has ordained seasons for everything. Praise God. He has ordained seasons for everything. Wacha tusome katika jina kula Yesu Kristo. Maandiko nasema kwamba to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Praise God. Amen. Yeah. Wapendwa, tukielewa kwamba God has ordained a season for everything, praise God. Basi, because it is good for us to understand times and seasons. Na kwa hivyo ni vizuri sisi kuelewa ya kwamba kuna wakati Mungu huja na kubadilisha majira. Praise God. Ni vizuri sana tuweze kuelewa ya kwamba kuna wakati Mungu huja na kubadilisha majira. He changes time and season. Praise God. Bana pray for it. Yeah, there is a time that he comes to change times and season. Bana pray for it. Niruhusu tu niweze kusoma katika jina kule Yesu Kristo. Daniel chapter 2 verse 21 ukisoma, praise God, itakuambia wazi ya kwamba God changes time. He changes time and season. Maandiko nasema Daniel chapter 2 verse 21. And he changes the times and the seasons. Praise God. He removes kings and raises up kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. So we want to stress here that he changes the times and the seasons. Praise to God. Amen. Wapendwa, a story is given of a man, baba moja, ambaye alikuwa, praise God, alikuwa anataka kufundisha watoto wake ya kwamba you should not judge anybody because of what they are going through in life. Praise God. Amen. Kuna baba na baba huyu aliweza kutuma his sons kwa safari mrefu. Praise God. Aliwatuma katika safari mrefu, na hii safari, praise God, ali make sure ya kwamba ametuma watoto wake kwa safari mrefu kwa sababu alikuwa ameweza ku-identify, praise God, mti fulani, praise God. Alikuwa ame-identify mtu wa matunda ambaye angependa his sons waweze kwenda kutazama, praise God. Alihakikisha kwamba amewatuma kwa same location but in different seasons, praise God. Kwa hivyo aliweza kutuma hao wana his sons, praise God, kwa seasons tofauti ama majira tofauti. Moja akaweza kumtuma wakati, praise God, wakati wa winter. Wa pili akamtuma wakati wa spring, praise God. Wa tatu alimtuma wakati wa summer, praise God. Basi wa nne akamtuma wakati wa fall. Bwana bedforte. Amen.
aliwatuma wakaweza kuobserve mti moja wa matunda, lakini kwa majira tofauti. Praise God. Amen. Walipokwenda, kumbuka ilikuwa safari mrefu. Walipokwenda kila mmoja kwa majira yake, aliweza kuwaweka chini, kuwakalisha chini. Praise God. Amen. Akawauliza, niliwatuma kwa safari mrefu mukaweze kuobserve a certain tree. Praise God. Sasa nataka mniambie, wakati niliwatuma na muka observe mti wa matunda fulani, kwa sababu niliwatuma mkatazama mti moja, sasa mniambie, kila mmoja niambie, mliona nini? Kile ambacho mliona. Praise God. Mliona nini wakati niliwatuma? Bwana ape tufuate. Amen. Wa kwanza ambaye alikuwa ametumwa wakati wa winter. Praise God. Amen. Alisema ya kwamba mimi vile nilienda pale niliweza kuobserve mti ule wa matunda kwa makini sana, lakini kile ambacho niliona ya kwamba huo mti, praise God, huo mti wa matunda, it was ugly. Praise God. Amen. It was ugly. The tree that I saw was ugly. It was bent. Praise God. Amen. The tree was even twisted like falling down. Praise God. Amen. Na nikurumia huo mti, nilihurumia kwa sababu vile ulikuwa unakaa. Praise God. Nilihurumia. Imagine mti umekauka, hata matawi moja kuna. Nikuhurumia, nilihurumia. Praise God. Amen. Sawa. Akamuuliza mwingine ambao sasa alikuwa amemtuma wakati wa spring, wewe wakati nilikutuma uliweza pia kuobserve mti, uliona tuambie kile ambacho uliona. Akasema ya kwamba I disagree with my brother, because when I observed the tree, praise God, the tree that I saw was covered. Praise God. It was covered with leaf. It was green. Praise God. It had already budded. Praise God. It had already budded. Praise God. The tree was green, already budded. It was covered with leaf, and it was full of promise. Praise God. Akasema asante kwa feedback, kwa kushare na sisi kile ambacho uliona. Na wewe je, ambao nilikutuma wakati wa spring, praise God, sorry, ambao nilikutuma wakati wa summer, wewe uliona nini? Praise God. Na akasema mimi kile ambacho niliona, praise God, I also disagree with the two. Praise God. Kwa sababu mimi wakati nilienda kutazama ule mti wa matunda, Bwana Bedford, kile ambacho niliona ni ya kwamba the tree, praise God, the tree was, Bwana Bedford, full of blossoms. Praise God. The tree was full of blossoms. Bwana Bedford, utuwote. The tree had aroma. It had good smell. Praise God. Bwana Bedford. Ilikuwa inapendeza sana na inanukia. Praise God. The tree was full of, praise God. The tree was beautiful and graceful. Praise God. Bwana Bedford. And there's nothing in my life that I have seen like the beauty of the tree that I saw. Praise God. Amen. Akaambia basi asante. Waine je, ambao sasa wewe tulikutuma wakati wa fall, wewe pia share with us what you saw when you observe the tree. Praise God. Akasema ya kwamba mimi wakati nilitazama mti, kile ambacho niliona ya kwamba the tree, praise God, the tree was ripe. Praise God. Bana apet vote. And the fruits
were falling down, praise God. The tree was ripe with fruits which were falling down, praise God. Some of them, they were ripe until they were falling down. And the tree that I saw, praise God, it was full, praise God, it was full of life and fulfillment, praise God. Yeah, the tree, it was ripe with fruits that to some were falling down, and the tree that I saw, it was full of life and fulfillment, praise God. Amen. Baba akasema asanteni, kila ambacho kila mmoja ameniambia ni ukweli. And I want to tell you that the tree that I sent you to go and observe, it was the same tree, praise God. Amen. Ilikuwa ni mti mmoja ambao niliwatuma muende mkatazame. Ni vile tu niliweza kuwatuma kwa majira tofauti, praise God. Amen. It was the same tree but in different seasons, praise God. Amen. Wapendwa, nataka kukuambia kwamba God, He changes times and seasons in the name of Jesus. Many of us tumepitia seasons ambao maisha yetu iko ugly, iko twisted, iko bent, na tukaweza kujidharau, na tukaweza kujijaja because of what we are going through at the moment. Nimekuja hapa wapendwa kukuambia ya kwamba don't judge your life because of what you are going through. I come to tell you tonight that your situation, it is not permanent. There is God in heavens. He changes time and season, and one day He will come into your life and change seasons in the name of Jesus. Oh my God, unaweza jiona ya kwamba uko ugly wapendwa, uko twisted, uko bent, nothing is working. Na wacha nikuambie, kama kuna kile ambacho shetani angependa, praise God, Amen, ni ya kwamba kile ambacho unapitia, magumu ambayo unapitia kwa wakati huu, shetani angependa ya kwamba ikuwe registered in your mind ya kwamba it is permanent, praise God. Amen. Shetani angependa hivyo, lakini Mungu angependa ujue ya kwamba what you are going through wapendwa, it is not permanent. It is just a season of life. Na Mungu anataka ujue ya kwamba yeye ni Mungu ambaye hubadilisha majira. In the name of Jesus, He changes time and seasons, and one day, oh my God, our situations will come to pass because God will change it for good. In the name of God. Amen. Bana forward. Amen. It is good wapendwa that we understand times and seasons. What is going to happen when you understand the time of and season, bro God? Amen. Bana utufuate. Amen. You are going to walk in dominion, in authority. You are going to rule, you are going to command because you understand times and seasons, bro God. Amen. Wapendwa, kwa nini tusiwe kama wana wa Isaka, bro God? Maandiko yanazungumza kuhusu wana wa Isaka katika kitabu cha First Chronicle chapter 12 verse 32. Maandiko yanasema kwamba sons of Issachar they had understanding of the times to know what Israel ought to do. Pray God. Maandiko yanasema sons of Issachar, they understood times and season. They knew what Israelites ought to do, and therefore they were able to command. Pray God. Wapendwa, kwa nini pray God? Unajua, ukielewa majira utakuwa kama Isaka mwenyewe, pray God. Ya kwamba utajua ya kwamba hii situation ambayo ninapitia, it is not permanent. Na kwa hivyo utapata nguvu fulani na kutembea kama shujaa, pray God. Maandiko, hata ukipitia magumu kiasi gani,
Praise God. Hautaona magumu, utaona Mungu ambaye siku moja atakuja na kubadilisha majira kwa maisha yako. Praise God. Amen. Maandiko nazungumza kuhusu Isaka ya kwamba he is a strong donkey. Praise God. Ni punda hodari lying in between his burden. Praise God. Kwa nini Isaka ni punda hodari? Praise God. Ambao ana lie between his burden. Praise God. Maandiko in Genesis chapter 49 verse 14, maandiko nasema ya kwamba Genesis chapter 49 verse 14, Isaka is a strong donkey lying down between two burdens. Kwa nini? Lazima alielewa ya kwamba what I'm going through is permanent. Praise God. Maandiko nasema ya kwamba when he sees how good is his resting place and how pleasant is his land, he will bend his shoulder to the burden and submit to forced labor. Praise God. Amen. Wapendwa, ukiunderstand time and season na iwache kuwa registered in your mind ya kwamba what I'm going through is permanent. Praise God. Wapendwa, I want to tell you the truth. Ukielewa time and season, praise God. Amen. Hata kwa kazi ya Mungu hutalegea. Kumbuka Mungu ukikosa kuelewa time and season, hata kwa kazi ya Mungu utalegea. Praise God. Uta give up in life. Kwa nini? Kwa sababu Mungu for example tu Mungu alikuambia kwa ndoto ya kwamba you will be a kingdom, you will be a financial. Praise God. Maybe Mungu alikushuhudia kwamba utakuwa financial kwa dream. Lakini wewe ukadhani ya kwamba hii financial ambayo Mungu aliniambia nitakuwa maybe wiki moja ndio inakuja. Praise God. Bwana before. Amen. Ama ukuelewa the full story. Maandiko nasema kwamba God speaks in part. Praise God. God does not give the whole story. He speaks in part. Praise God. Ya kwamba Mungu atakwambia kwamba you will be a financial. Lakini praise God, because sababu umekosa ku understand time and season, praise God, ukakosa kujua ya kwamba hata kama Mungu ameninenea kwamba I will be a financial, he only he speaks in part. Ya kwamba sikuweza kuelewa kwamba before I become a financial ambapo Mungu alinenea, kwanza kabisa lazima bado ningelala njaa, ningeteseka, ningekosa fedha, ningepitia upinzani, praise God. Bado ningepitia ugly process, bado maisha yangu ingekuwa bent, bado ningeanza kwa maisha yangu kuwa twisted na ningeonekana ugly bado, until the season come that God now come to change it. Praise God. For he changes time and season. Ukikosa kuelewa that one, praise God. Hata kama Mungu alikunenea ya kwamba you will be a financial, kwa sababu wewe ulichukua tu Mungu alinenea na ukadhani itafanyika 1 week to come. Praise God. Amen. Kukosa kuelewa ya kwamba he makes everything beautiful in his time. Praise God. Bana before. Wapendwa, he changes time and season. Kumbuka Mungu atakunenea kile ambacho itafanyika even 7 years to come. Wewe utaona kama ni ya kesho. Praise God. Na hiyo kwa sababu utaona ya kwamba imedelay kutimia, utaanza ku give up. Bana before. If you understand time and season, au utaishi kwa 4 bedroom kama ni wakati wako ya kuishi kwa 1 bedroom. Praise God. Si ya kwamba wakati wako wa kuishi kwa bedroom haitafika, hapana. Lakini ni vizuri kuelewa hii ndio wakati wa mimi kuhamia 1 bedroom kwenda kuishi kwa 4 bedroom. Praise God. Bana before. Niliona, nataka kushuhudia kwamba niliona brethren ambaye alikuwa pastor. Praise God. Unajua ukiwa mchungaji, washirika wanakuhurumia sana. Praise God. Walimhurumia pastor, wakamwambia kwamba sisi hatutaki ya kwamba uishi kwa hii nyumba ya mabati. Praise God. Tunakuhamisha leo, tunakupeleka kwa nyumba ya gorofa na sisi tutakuwa tunakulipia. Praise God. Bana before. Kwa hakika waliweza kumhamisha na kumlipia. Praise God. Lakini tukikosa ku understand time and season, praise God. Kumbuka yule ambaye anakuhamisha hata kama ni mwashirika, praise God. Ni vile tu amekuhurumia, lakini
Si yeye pia kuna watoto. Si yeye pia anatafuta. What about siku moja akugeukia baada kukulipia kwa mwezi 3, bro God. Aseme, si kama nikutafuta tunatafuta sisi sote. Si hata yeye ni mwanaume, si angangane, bro God. Bana bed forte. What about akikuacha, bro God? Na ndipo tena unarudi kwa nyumba ya mabati kwa sababu ulikuwa unasaidiwa. Na sasa msaada imetoka. Unarudi tena, bro God. Si ingekuwa vizuri kuelewa kwamba hata kama ninahurumiwa, mwanadamu atanihurumia tu kwa mamiezi, bro God. Lakini anaweza give up. Na sasa hii ni si wakati wa kuhamia 1 bedroom kwenda 4 bedroom. Heri niendelee kukaa kwa 1 bedroom hadi Mungu kuje abadilishe majira kwa maisha yangu, na sasa ikuwe ni wakati wa Mungu ya mimi kwenda kwa 4 bedroom. Praise God. Amen. Bana bed forte. Amen. Wapendwa, it is good in the name of Jesus that we understand times and seasons in our life. Praise be to God. Amen. Bana bed forte. Wapendwa, wacha niwaulize. Praise God. Amen. I have come to tell you tonight in the name of Jesus that our God is a God that changes times and seasons. What you are going through right now, it is not permanent. Isiregister kwa akili yako ya kwamba it is permanent. I want to tell you, tell the devil ya kwamba this was not permanent. This was not permanent and it will not be permanent. It is just a season of life. My God, because my Redeemer liveth, I shall face tomorrow, and we shall come and change times and season. Wapendwa, na wacha niseme, nani aliona Kenya mwaka jana? In the name of Jesus. Nani alitazama Kenya when Kenya was in her, oh my God, economic grudges? Wakati a packet of sugar ilikuwa 230, a packet of unga ikawa 230. Nani aliyeona Kenya mwaka wa jana? Nani alijua ya kwamba Mungu anaweza kuja na kubadilisha majira ya uchumi yetu? In the name of Jesus. Oh my God. Nani aliona Kenya wakati Kenya ilikuwa inapitia, oh my God, kwa fire ya vita? Oh my God, maandamano kila mahali, vifo kila mahali. Nani aliona Kenya hiyo hali ambayo Kenya ilikuwa inapitia, rivalry, oh vita kila mahali? Oh my God, oh my God. Nani aliona Kenya? Nani alijua ya kwamba, oh my God, Kenya ingepata amani? In the name of Jesus, nakuambia ya kwamba Kenya will go through fire, but Kenya will not be burnt. Kenya will not be burned. Kenya will remain because God has chosen Kenya. Kenya is a springboard of revival. We give God all the glory. We magnify His holy name. God will come. He will change times and season for you. Don't give up, wapendwa. In the name of Jesus, it is good that we understand times and seasons. What we are going through in life, it is not permanent. It is not just for the time being. In the name of Jesus, meka hata baganda bashanda, kila baganda baboshiririanda, meka hata baganda ba, reka baganda shaka baganda, kila baganda, reka baganda baboshi, reka baganda baboshai, reka baganda baboshi, reka baganda rima, reka baganda rima zeria, reka baganda rima zaya, reka baganda baburia, reka baganda bashanda, meka hata baganda bashanda, Jehovah Ramasika Rababoshi. Oh my God, wapendwa, there's God in heavens. He changes times and seasons. What we are going through, haijalishi unapita kitu gani, na kuambie ya kwamba it is not permanent. In the name of Jesus, in the name of Jesus, wapendwa, simama kwa mguu. In the name of Jesus, mwambia Mungu ya kwamba asante, manake